Ujambo mzazi mpendwa kutoka sehemu yoyote pale unaponitazama ukiwa. Nipende kushukuru sana kwa kupata nafasi asubuhi ya siku ya leo, na vile vile nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii adimu ambayo ametujalia ili kwamba tuweze kuonana hapa katika hii channel yangu ya Evans Okongo kutoka Kenya. Leo nimekamia kuzungumzia swala ambalo kwamba linasumbua wazazi wengi. Na kama mwalimu ni vizuri pia kuwajuza kama wazazi, maana mara nyingi kila mmoja amekuwa na imani yake na akili yake kuhusu mfumo huu wa elimu ya CBC ambao umekuwa ukibadili sura yake kila wakati, kila kuchao na kila kutwao. Sasa leo nimeamua kukamia swala hili kabisa ili nikujuze upate habari ya unachohitajika kukifahamu kama mwalimu mwenye tajriba ya muda mrefu katika ufunzaji wa mtaala huu mpya ambao umekuja katika nchi yetu ya Kenya, ambao kila kuchao unazidi kutatiza wazazi wengi na hawajapata ufahamu fika na ni nini wanahitajika kufanya kuhusu masomo ya awali. Ya yote nipenda kushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo basi umepata kunitazama, na ikiwa wewe ni mgeni katika channel yangu ya Evans Okongo kutoka Kenya, basi ni kuombe kwamba uweze kunifanyia jambo rahisi sana. Uweze kufanya ile kwa kizungu tunasema kusubscribe. Finya hapo hicho kitufe kimeandikwa subscribe, alafu hiyo kengele itakayokuja pale hakikisha vile vile umeifinya ili ninapoleta ujumbe wowote mpya maneno haya yaweze kukufikia katika ufasaha unaokubalika. Pia unaweza ukashare hii link kwa marafiki, ndugu na jamaa popote pale walipo. Sasa kwenye hii likizo wazazi wengi wametatizika sana katika kung'amua matokeo ya wanafunzi wao, kwa sababu tumetoka katika ule mfumo wa kupata alama ya A. Sasa tumeanza kupata alama ya A. Mtu anashindwa hii A ni is ama ni nini, ni failure ama ni nini? Sasa niko hapa kwa sababu hiyo siku hii ya leo ili kwamba nikujuze kinachoendelea. Tuanze kuanzia wakati mtoto anapoanza skuli. Mfumo huu unaitwa mfumo wa 2 kwa maana ya miaka miwili katika shule ya chekechea, shule ya watoto wale wadogo. Of course kuna wengine wanapeleka watoto katika ile shule ndogo miaka 3 kwa sababu wazazi wengi siku hizi hawapati nafasi ya kulinda watoto nyumbani kwa sababu ya kazi za hapa na pale. Kwa hivyo huwapeleka watoto wao katika daycare. Na daycare pale ni sawa na shule kwa sababu wanalindwa na wanatunzwa, wanafundishwa namna ya kujisaidia wanapohisi haja, na vile vile wanafundishwa namna ya kula na kuchangamana na wenzao, wanacheza pamoja. Hiyo bado ni shule. Lakini kulingana na mfumo mzima ama mfumo pana wa elimu katika mtaala ni kwamba wanafunzi wanafaa waanze shule wakiwa na miaka 4 katika chekechea ambayo ina madarasa 2. Kwa hivyo chekechea pale chini ambayo tunaita preschool inaanza na miaka 4 na alafu na miaka 5. Hapo watoto wanafundishwa kutoka nyumbani kuja shuleni na namna ya kuanza kuwa wasomi ama kufundishwa kusoma ama kung'amua masuala ya elimu. Sasa baada ya miaka hiyo 2, mitihani wanayoifanya ni ile mitihani ya observation. Mwalimu anaweza akaangalia tabia za mtoto na anaweza akazinakili katika kitabu ambacho kinaitwa assessment book. Assessment book ile ni kitabu ambacho kinaonyesha mtoto amefundishwa nini na ana uwezo wa namna gani katika kung'amua yale ambayo yamefundishwa. Sijui kama unanipata hapo. Kwa hivyo kuna kitabu utakuwa unanunua, mashule mengine yanauza kama shilingi 200, wengine 500, haijalishi, lakini lazima awe na kitabu ambacho kinaitwa assessment book, na unapompeleka pale unafaa ufuatilie maendeleo ya yule mtoto. Sasa katika ile assessment book ina masuala yote ama topics zote wanazopaswa kusoma. Na hizo topics zitakusaidia kung'amua mtoto amefundishwa nini shuleni. Lakini tahadhari mzazi, baadhi ya walimu huwa wanacheza
wanachelewa kuassess watoto na wanajibu tu wanavyofikiria. Mara nyingi wanapiga tu tiki pale, na wengi hawana muda wa kutosha, labda kwa sababu ya wingi wa watoto darasani. Kwa hivyo ni vizuri muwajibishe mwalimu, kwa sababu ni haki yako, maana wakati mwingi utakuwa unapata kwamba unagharamikia masomo hayo. Kwa hivyo wakati shule zinafunguliwa na unapeleka mtoto shuleni, jitahadharishe sana katika kile kitabu kinaitwa assessment book, basi mtoto aweze kupewa alama kulingana na uwezo wake ambao umeweza kuubaini. Pia wewe kama mzazi una nafasi ya kung'amua jinsi mtoto wako anavyokuwa, na hii itakusaidia katika kuangalia kile wanachofundishwa pale, na pia unakiangalia hapa. Sasa miaka 2 itaisha tu hivyo katika shule ya chekechea, na utakuwa unajaziwa ripoti pale, watakuwa wanafanya mitihani mingine iko oral, kama vile kusoma picha na kusema kila ameona. Unajua uwezo wa mtoto mdogo ndivyo ulivyo pale. Sasa baada ya hapo utamuingiza katika darasa la kwanza ambalo sasa tunaita grade 1. Sasa katika grade 1 tutasoma miaka 6 kabla ya kufanya mtihani wa kitaifa ambao utatupeleka katika grade ya 7 na grade ya 8. Lakini katika mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa 3, watoto hao wataingizwa katika shule, na wanapopelekwa shule, kitu wanachohitajika kukifanya cha kwanza, watafanyiwa admission. Admission ni kwamba wanaingizwa kwenye rajisi ama register ya shule, na kuonyesha kwamba walisoma hapo kuanzia wakati fulani hadi wakati fulani. Wakiingia pale, watapewa kitu kinaitwa Kenya Education Management Information System number, ambayo sasa hiyo ndio itawasaidia katika ile funding ya serikali. Unajua serikali inatumaga pesa kwa ajili ya kusaidia watoto wetu wanaosoma. Mimi nazungumzia wale watoto ambao wako katika shule ya umma, lakini ile shule ambayo ni ya kibinafsi, basi wewe utaangalia vile unafanya, kwa sababu kila shule ya binafsi na vile inavyofanya, lakini mtaala ni mmoja. Lakini sasa nazungumzia shule za umma. Ingawa shida pia ambayo iko katika shule za umma nyingi, hasa katika shule ya chekechea, kiwango cha chekechea, walimu wengi hawajaajiriwa na serikali, na hivyo kuna uwezekano wa kupata wakati fulani watoto hawajafikiwa vizuri. Alafu unapata shida nyingine, watoto ni wengi sana. Hata wewe unajua ukipanda mahindi mengi kwa shimo moja, uwezekano upo kwamba mahindi hayo hayatafanya vizuri. Sasa wewe kama mzazi, weka hiyo kwa akili na ufikirie. Na unajua chekechea ni kama ndio msingi, ndio foundation ya kuanzisha mtoto shule. Kwa hivyo kama una nia nzuri na watoto wako katika siku za halafu, fikiria vile unaweza ili watoto hao wapate elimu bora na sio bora elimu. Natumai umenielewa. Sasa wanapoingia darasa la kwanza ambalo ni grade 1, grade 2, grade 3, watakuwa wanasoma masomo ambayo yamewekwa pale kimtaala. Masomo yale huwa ni 5 na yanaitwa activities. Hayaitwi subjects, yanaitwa activities. Kwa hivyo utapata mtoto anasoma somo linaitwa mathematics activities, environmental activities, language activities. Kwa hivyo activity ni vitu vya kutenda, ni vitu vya kufanya. Ni elimu ambayo ni hands on. Kwa hivyo lazima utakuwa unaangalia wakati fulani wanapewa vitu wafanye, michezo iko pale ya kutosha. Na vile vile wanafanya vitu kama group. Hata vile wanavyoketi darasani hawafai wakae kila mmoja ni kama anajitegemea. Wanakaa mfumo wa kusaidiana, kwa sababu ni activity wanayoifanya. Kwa hivyo kwa namna hiyo utapata kwamba watoto wale wamefundishwa, lakini watakapofika grade ya 3, sasa watoto hawa watapewa kitu tunaita assessment number. Watapewa assessment number. Ya muhimu sana ushike hii. Watapewa assessment number kwa sababu mwisho wa mwaka katika grade ya 3, watoto hao watapewa mtihani wa kitaifa kuanzia hapo, na wataingizwa katika CBA, Competency Based Assessment Portal. CBA portal inaitwa hivyo. Katika hiyo CBA portal watoto wanawekwa pale na wanaanza kuwa monitored, wanaanza kuangaliliwa uwezo wao wakiwa grade ya 3. Kwa hivyo nataka ugundue kwamba ikiwa
unahamisha mtoto labda kutoka nchi nyingine kuja nyingine na hajasomea grade ya 3 hapa nchini, sasa itakuwa vigumu. Kama hakuweza kupata ile assessment number, ni vigumu sana. Na wakati unapomleta katika assessment portal kuingizwa pale kwenye CPA, lazima vile uwe umesajili mtoto wako hapa nchini Kenya, na kumpa cheti kinachoitwa birth certificate. Sijui kama unanipata mzazi wangu. Na rafiki yangu naye nitazama, hata mwanafunzi. Hii ninaisema ili wale ambao hawana ufahamu wapate ufahamu. Mimi ni mwalimu na nimefunza madarasa yote tangu mtaala huu mpya wa CBC kuanza, na hivyo nina experience ya kutosha, tajriba ya kutosha, na ninaweza nikakuhekimisha ili uweze kufahamu. Kwa namna hiyo, sasa mtoto anapofika grade ya 3 anapewa kitu kinaitwa assessment number. Na hii assessment number ndio atakayokomaa nayo mpaka atakapomaliza grade ya 6, mpaka atakapofika grade ya 9. Hii assessment number, kwa mfano wale walioanza mtaala huu ambao sasa tayari wamekwisha fanya mtihani, assessment number zao mara nyingi zilianza na A, alafu 000 hapo unaendelea kwenda mbele. Sasa wao wa pili ninaona ni kama zilianza na B. Sasa sijui kama za 3 zitaenda namna gani. Lakini kwa mfumo wowote, hakikisha mtoto wako ana assessment number. Wajibu wako kama mzazi ni kwamba mtoto wako sasa anapokuwa na ile assessment number, unachohitajika kufanya ni kwamba uifile vizuri, uifahamu. Wakati fulani itahitajika sehemu nyingi, na birth certificate pia mtoto awe nayo. Kwa hivyo hiyo itamsaidia awekwe pale siku alivyozaliwa, jina lake kamili, na linakiliwe vizuri bila kuharibu, ili mtoto aendelee na masomo. Atakapofika grade ya 4, yale masomo yatabadilika kutoka 5, yataongeza baadhi ya masomo mengine ambayo sasa yataitwa learning areas. Sasa tunahama kitu kinaitwa activities, tunaingia kitu kinaitwa learning areas. Kwa hivyo utapata learning area moja inaitwa maths, learning area nyingine inaitwa English, learning area nyingine inaitwa Kiswahili, learning area nyingine inaitwa social studies, learning area nyingine inaitwa CRE, learning area nyingine inaitwa agriculture and nutrition, learning nyingine area inaitwa physical education, learning area. Hivyo ndivyo zinaitwa learning areas, mpaka creative arts, ambayo ina art and craft and music. Hizo ni learning areas ambazo ziko hapo. Masomo hayo yote ni kama 9, lakini yakikuwa yakiwekwa pamoja, yakiwa compounded, yanakuwa masomo 5 watakayoyafanya katika mtihani wao unaitwa Kenya Primary Education, Kenya Primary School Examination Education Assessment, KPSEA. Sasa hiyo ndio mtihani wa kitaifa utakaofanyika atakapofika katika grade ya 6. Kwa hivyo mfumo huu wa 2-6 utakuwa umefika hapo 2-6 tayari. Kwa hivyo 6 inamaanisha kufika grade 6. Sijui kama unanipata. Sasa ukishafika grade 6 utafanya mtihani. Huu mtihani unaofanya katika grade 6 unaitwa multiple choice questions, MCQ. Hivyo yani ni mahali ambapo mtoto anajibu maswali kulingana na vile amesoma akaelewa, alafu ni A, B, C, D. Wale mlisoma 844 kitambo na mimi mnaelewa. Sasa hapo ndio tunajifunza kushade. Siku hizi hawashade kama kitambo, wana shade kama round hivi. Una cover kabisa hiyo, alafu hizo maswali zina majibu zina makiwa na machine inaitwa OMR, optical machine recorder. Hiyo ndio sasa ina check na inapatiana watoto uwezo wao, na uwezo ule sasa tangu grade 1 mpaka grade 6 mpaka grade 9 actually. Uwezo ule sasa unaangaliliwa si in terms of percentage. Unajua kitambo watu walikuwa wanawekewa asilimia. Nawekewa eti amepata 70%. Wenye wamepata 10% wanaambiwa nyinyi ni failures. Sasa saa hii ile inaangaliliwa katika viwango tofauti. Sasa saa hii namna ya kuangalia viwango ama uwezo wa mtoto viko katika nyanja 4. Hizi nyanja 4, moja inaitwa below expectation, chini ya matarajio, chini. Katika hii below expectation ina tena viwango vingapi? 2. Katika hiyo kuna 1 na kuna 2.
Yoyote ambayo imeandikwa moja ni bora kuliko ile imeandikwa mbili. Tuelewane hivyo tukisonga. Sasa moja inaitwa BE, below expectation, ambayo iko vitengo viwili. Kitengo cha mwisho kabisa hicho cha pili kina alama moja. Kitengo hicho cha juu kina alama mbili. Haya, alafu baada ya below expectation huku chini ukipanda tuko na nyingine sasa inaitwa approaching expectation, ambayo pia ina viwango vingapi? Viwili. Katika hiyo approaching expectation ile ya chini ambayo ni 2 iko na alama 3. Alafu ile ya kwanza approaching expectation 1 iko na alama 4. Kwa hivyo sasa tunamaliza viwango vya kwanza vya chini vya viwili vinaitwa below expectation 1 and 2, approaching expectation 1 and 2. Hii inakusaidia kuelewa kiwango cha mwanao mahali kilipo. Alafu baada ya hapo tuko na meeting expectation, kiwango cha 3. Nacho kiko na vitengo vingapi? Viwili. Meeting expectation 1 na meeting expectation 2. Sasa meeting expectation ni kwamba anaafikiwa viwango. Vile viwango vinavyohitajika ameanza kuafikiwa. Kitambo hiyo ingekuwa kama C plain, C+, tukiendelea. Sijui kama mnanipata. Ile ingine approaching ni watu wa D, wa kitambo zile, kama unaweza ukaelewa. Na ile below ni wale watu wa huku chini kabisa, below vile inakaa. So kwa namna hiyo, ukifika sasa meeting expectation iko na 1 na iko na 2. Hawa ni watu wameanza kufika 40% na 50%. Sijui kama mnanipata vizuri. Alafu sasa tunaanza sasa kufika kwa viwango ambavyo vinaitwa sasa exceeding expectation 1 and 2. Exceeding expectation 1 ni wale wanapata alama 90 hadi alama 100. Alafu pia exceeding expectation 2 ni wale wanapata tangia alama 75 mpaka alama 89. Hivyo ndivyo inavyofanyika. Kwa hivyo ukiona mtoto ameandikiwa EE, hiyo ni exceeding expectation. Amefaulu kabisa. Huyo ni msomi. Chinja yeye kuku, chinja mbuzi ta watu, mshereheke pamoja. Itakuwa kitu cha mbolea sana. Lakini vile vile wakati watoto wamemaliza sasa grade number 6, huwa wanaingia mfumo mwingine, mtaala mwingine ambao sasa una pia learning areas. Hapo sasa tunaita hayo masomo kuwa ni learning areas. Hiyo ni shule nyingine ndani ya shule aliyokuwa akisoma. Inaitwa junior school. Hatuiti junior secondary, inaitwa tu junior school. Kwa mabadiliko lazima tuelewe. Sasa anapoingia katika junior school atakutana na masomo karibu 9. Haya masomo 9 ni yapi? Wacha nikuhesabie. Tuna somo la hesabu, hisabati, mathematics. Tuna somo la Kiingereza, tuna somo la Kiswahili, tuna somo la sayansi ambayo imeungamanishwa, inaitwa integrated science. Hiyo. Tuna somo linaitwa pre-technical studies, ambalo ni somo geni sasa jipya, ambalo ndani yake wanaguzaguzia masuala ibuka ya ujenzi, masuala ibuka ya kompyuta, masuala ibuka ya mambo mengi hapo ya biashara, vitu kama hivyo yako hapo ndani. Alafu tuko na somo lingine linaitwa creative arts and sports. Katika creative arts and sports huwa tunajifunza masuala kama sanaa na taaluma za kisanaa, performing arts, na ile ya kuchora, sanaa za uchoraji, creative arts, na masuala kama hayo ya videography, kupiga picha kama hizi ninazopiga hapa. Hizo zinaweza zikafunzwa hapo ndani. Lakini vile vile tunajifunza juu ya sporti na aina yote ya sporti, alafu ama michezo, alafu sanaa ya michezo, alafu vile vile papo hapo tunajifunza juu ya muziki. Hapa ndio utasoma ma G clef, ma bass clef, ma notes, ma nini, hizo ma rests, hizo kama mnaweza mkakumbuka music ya kitambo. Sasa hapo ndio unasoma katika hilo somo linaitwa creative arts and sports. Tuna agriculture and nutrition, tuna CRE, tuna na social studies. Masomo 9 hayo ni masomo ambayo yanafundishwa katika junior school. Sasa katika junior school mfumo tayari umebadilika. Walimu wanaofundisha pale ni wale walimu wa degree ambao walifundishwa katika vyuo vikuu, taaluma ya vyuo vikuu. Ingawa sasa hapa ndio nataka mzazi uwe very keen ili uelewe vizuri. Watoto wengi hapa ndio wanapotezea njia na wanapoteza mwelekeo kwa sababu
hasa hawa walioanzisha waliofanya mtihani uliopita ambao umechanganya watu wengi, hawakuelewa kwamba ni nini kinahitajika. Nipende kusema bila kuwa na wasiwasi yoyote kwamba elimu yoyote is very competitive. Yani ni elimu ya kushindana. Usije ukadanganywe eti sasa hii ni CBC, ni hands on, hakuna mjinga, hakuna. Na kama hakuna mjinga, mbona watu wengine wanaandikiwa EE na wengine wanaandikiwa BE? Sio inamaanisha kwamba kuna vile watu wanakuwa rank. Alafu wazazi hapa wewe unakaa tu unasema hata hivyo. Chochote unachokiona, Waswahili wanasema ukiviona vyaelea ujue vimeundwa. Sasa unda kwako huko, mtu asikudanganya my friends. Mtu asikudanganya. Hii ndio elimu sasa kali. Sio kali, gali kuliko hata ile ya 844. Kwa sababu gani? Saa hii watoto wanahitajika hata kufahamu elimu ya kompyuta. Wanahitajika kufahamu na wafanya kazi inayotosha. Hands on ni nyingi, practical ziko. Ni mtihani ambao unafanywa kama vile KCSE ilikuwa inafanywa. Maana wanaandika ndani, sio guesswork. Na mimi ninaona hata mahali nilisimamia baadhi ya mitihani, watoto wako blank, hawataki kusoma, maana labda walikuwa brainwashed, wakaambiwa eti sasa hii elimu unajua hata usipokuwa mwerefu wewe hutaitwa mjinga. Hakuna my friend. Somesha mtoto na uwe serious na ufuatilie kabisa. Siri ya kufanikiwa hii dunia, lazima watu wafanye kazi kwa bidii. Hakuna kitu kinakuja na silver plate. Hakuna kabisa. So wazazi wenzangu, mimi ninawasihi, elimu hii sasa inapofika junior school ni sawa na mtoto ameingia sekondari. Hata kama hatujaiita sekondari, ukweli wa mambo, watoto wanahitajika wasome kwa bidii kabisa na wafanye mitihani mingi ya kutosha, sio ile ya kugezi. Alafu unajua wazazi, kitu hamjajua, kuna hata baadhi ya walimu hujidai kwamba wanajua kuseti mitihani na hawajui ile teknolojia ya kuseti mitihani. Kwa hivyo inadepend mtoto wako ako shule gani na nyinyi wazazi mna cooperate na mna gani. Maana wakati mwingine lazima tuambiane ukweli. Kuna shule watoto wanaenda, alafu wazazi wanasema serikali inatupatia pesa hapa nini. My friend, ukiacha bure utapata bure. Huo ndio ukweli. Na mimi sikai hapa kukuambia tulete pesa ndio, hapana. Enda nyinyi kama wazazi, itana kama group, muambiane ni nini tutafanya ili tujenge watoto wetu katika siku zao za halafu. Watakuwa wahitaji. Saa hii vile tunavyozungumza, wapo wale waliokuwa brainwashed na hawakuwa na ufahamu wa kutosha. Sasa watoto wao hawakufaulu vizuri, watapelekwa shule za ovyo hivyo. Shule hazifanani, tusidanganyane, hapana. Mimi nimefunza shule nyingi na nimeona viwango tofauti. Kuna shule unaenda unapata hata wazazi hawajali kabisa. Yaani mtoto hata anakuja shuleni hata hana sweta ya shule, shwari. Sasa alafu anakaa pale anatetemeka, hata asomi asikii, mtoto ana njaa. Lakini anapokuwa na wengine ambao wamesoma vizuri na wanapuli pamoja, mtoto huyo hata kama alikuwa nazima sasa atawaka, atakuwa taa inayowaka kwenye jamii. Na wazazi wenye wako serious, wanao ni watch na wanao nisikiliza, chukulia elimu ya mtoto wako kuwa very serious. Maana kitu ninachokifahamu mimi, watoto wanaotoka nyuma yetu wanafaa wawe bora kutuliko. Kwa mfano, ikiwa mimi baba yangu hakusoma amfanikiwe, mimi ninafaa nifanikiwe kidogo kumuliko, ndio tuwe na kizazi kilicho bora. Lakini sasa ikiwa wewe mzazi ndio ulikuwa bora kuliko mtoto wako, inamaanisha jamii yetu inaangamia. Na mimi niko hapa kuwapa shime wazazi. Gharimikia masomo ya mtoto wako. Hata kama unaona ni ghali, siku moja. Kwa kizungu wanasema education is an investment. Na sio lazima apate kazi ndio useme sasa nilifundisha. Lakini ile akili na hekima atakayoipata itamsaidia katika miaka ya halafu, na atapendeza sana anapokuwa anainua jamii. Sasa tusiache watoto wetu wakifanya tabia za ufusika hapa, tabia mbovu, tabia ofyo. Watoto wanaacha shule njiani, wanaachia darasa la 5, grade ya 6, watoto wameachwa. Unasikia mtu kwa mfano nilienda sehemu fulani, kwa unasimamia mitihani alafu katikati hapo hivi eti mtoto ameacha mitihani katikati hapo. Ni kitu kibaya sana by the way. Hii ni sawa na hiyo ni sawa na urogi, ni sawa na uchawi. Mtu kuharibia mtu maisha na hajakamilisha ni kitu kibaya sana. So ninaomba wazazi wenzangu, hii elimu
hii elimu ni ghali na lazima tugharimikie. Mtoto akiingia junior school hakikisha ana hata uniform 2 hata 3 ikiwezekana, ili apate muda wa kutosha wa kuosha moja, ingine ikikauka vizuri, na unamnunua viatu vizuri, anapendeza. Unajua kufaulu kunaanza kwa mtu kuwa smart kwanza, alafu mnunulie vitabu na kuwa concerned. Kila jioni mnakaa na yeye, mnaulizana maswali 2 matatu kama yuko nyumbani. Kama uko nyumbani, hakikisha kila unapopiga simu ama kila unapoenda kumuona, kaa na yeye, muonyeshe you are concerned. Watoto wengine hawata wanashangaa walizaliwa na wazazi wa aina gani. Na unajua wakati wengine na hakuna mtu alizaliwa mjinga. Hiyo ndio nataka mjue, wazazi wangu, popote pale mlipo, tafadhali. Watoto sio wajinga, mzazi sio mjinga. Mungu ana sababu kwa nini huyo mtoto alizaliwa. Sijui kama tunaelewana. Hivyo saidia hawa watoto wetu waweze kupata elimu bora. Sasa unajua hata serikali imelemewa sehemu fulani. Kwa mfano walimu ninajua hawatoshi vizuri, na walimu wale waliosomea taaluma hizi za masomo haya mapya ambayo yameletwa ni wachache. Alafu hao walimu waliotoka vyuo vikuu, unajua walifundishwa subject combination 2. Lakini nataka ugundue siri hii. Kwa nini academies inasemekana, nilisoma gazeti juzi, kwa nini academies inasemekana zilifanya vizuri kuliko public schools? Sio kwa sababu eti public school haina walimu, hapana. Academy walielewa siri. Junior school hii, yale masomo yanayofundishwa pale, wale walimu wengi ambao wamepitia P1 training wanayafahamu vizuri. Lakini wale walifanya presidential task force wakasema inafaa ifundishwe na watu wa sekondari, no problem, hesabu ni sawa. Lakini masomo mengine kama muziki, unajua kuna watu wamesomea hiyo, kando na wale walimu wa primary ambao ni P1s, wamesoma muziki vizuri. Na sasa wale waliopata nafasi watoto wao kuwa academies walipita masomo kama creative arts kwa urahisi sana. Na zile shule ambazo vile ambazo walimu wa primary walisaidia katika kufundisha hayo masomo ambayo walimu wa JS hawakuwa wameajiriwa. So kwa hivyo bado training inaendelea. Kuna kitu kinaitwa retooling. Serikali inafanya vizuri, inaendelea kuretool walimu, kuwafundisha upya namna ya kufundisha haya masomo. Lakini kabla hawajatangamaa wote wafikiwe vizuri, wewe kama mzazi kuwa concerned. Vitabu watoto wanavyosoma wakati fulani vina kitu kinaitwa parent involvement. Wewe ingia pale, wazazi wengi saa hii sio wale wakongwe wenye hawakusoma. Wazazi wengi bwana wamemaliza shule, wanajua Kiingereza. Haya, na wewe kuwa pale, hata kama hukusoma wewe mwalimu, wewe unaweza kuwa mwalimu wa watoto wako. Wakumbushe importance of learning. Waambie kabisa kwamba the price of excellence is hard work. Waambie kabisa, waelewe kwamba ili wafanikiwe lazima watie bidii, wasome usiku na mchana. Kenya inajulikana kwa watu kufaulu katika bidii. Na katika nyanja yoyote unaotaka kufaulu, kuna kitu kwa kizungu tunaita consistency. Hata wale wakimbiaji mnaona wanariadha wanakimbia kabisa kwa bidii. Siku wataacha kufanya zoezi hata kimbia toboe. Hakuna. Hao ni watu wanaamuka hata usiku, wanajinyima usingizi, wanakimbia kabisa ili ufunje world record. Sio kitu cha mchezo, my friend. Alafu sasa wewe unataka useme utakuwa msomi kwa kukaa tu na kufikiria eti utafaulu. Ni ngumu kama utakaa bila kusoma. Kwa hivyo soma, fanya akili yako kila wakati iwe na bidii ya kuwa consistent pale. Soma pale, hapa kidogo, pale kidogo, fanya mazoezi, na ambieni walimu wenu wafanye mitihani ambayo iko standard. Wacha mitihani ya kugesi mtu anaenda anajifanyia hapo eti ndio nimefundisha. Hiyo haitoshi, because mwisho wa kuisha sio huo mtihani tu utafanywa. Sawa, hiyo ni mizuri na kupimia watoto wako kiwango, lakini unapotaka kustandardize, fanya ile mtihani unakaa uko general standard paper, na jaribu kufanya full paper. Full paper ina maana kama kuna practical, lazima ufanye practical ya integrated science. Maana hiyo pia nimeona. Kama ni English, wacha kuset one part, set a whole paper. Kama play iko pale ndani, hakikisha kuna play, hakikisha kuna composition, hakikisha yani iwe complete, watoto wazoee. Hii naongea pia kwa wale walimu ambao wanaangalia. Wacha kufikiria kwamba hao watoto watafaulu wasipokuwa properly trained. Hata kwenye timu zinazochukua kombe la dunia ama kombe la lolote lile, lazima ile imepitia rigorous process. Kwa hivyo kufaulu hakuji kwa kukaa tu na kufikiria na kuwish. We don't wish to succeed. We work hard to succeed. Sijui kama mnanipata.
So ndugu wazazi, naamini kwa wale ambao hamjapata ufahamu wa kutosha kuhusu CBC, mimi nimeongea mpaka kiwango cha junior school. Maana grade 10 ndio tunaingia sasa next year. Na next year wanapoenda grade 10, definitely mimi siendi kufunza huko. Mimi sio mwalimu wa senior school, na wale watatupa experience yao. Lakini pia kupitia kwa watoto wetu na vile tutakuwa tunafanya, tutazidi kuwajuza katika mtandao huu wa Evans Ogongo from Kenya. Kwa hivyo ikiwa ulikuwa hujafahamu ni nini kinaendelea, matayarisho unayohitaji kutayarisha, hakikisha tayarisha mtoto wako. Hasa wale walifanya grade 6 wanaenda junior school, ninaomba uvalie njuga. Alafu kuna kitu kimoja sijakumbuka kuwaambia. Ili mtoto wako apate matokeo ya Kenya Junior School Education Assessment KJSEA, unajua pia inafuatana aliscore nini KPSEA na aliscore nini katikati ya madarasa mengine. Ina maana grade 7 na grade 8 bado wanafanya mtihani wa kitaifa. Na wazazi muwe mnafuatilia, mjue kama watoto wako waliwekewa matokeo vizuri. Maana haya matokeo ya katikati walimu wengine wanagesi, wengine wanasahau, wengine wanapokuwa wamesahau wanakumbushwa na neki yenyewe, mtu anaenda na cook marks na unapata mtoto ama ameblotiwa marks yenye sio yake. Kublotiwa inamaanisha amewekewa, amejaziwa pressure yenye sio yake. Sasa unapata mtoto amefaulu vizuri, lakini ukweli kwa ground mtoto yuko chini, hajielewi. So ni vizuri kuwa mkweli, kwa sababu hii unaweza ukafikiria amefaulu sana ufurahie, uko mbele itakuramba my friend. Itakuramba. Acha watoto wawe serious, mitihani ufuatiliwe vizuri, wale wanaosimamia mitihani kuwa elimu pia mfuatilie vizuri, mfanye proper assessment ili watoto wapewe alama nzuri ambayo wanafaa kuwa nayo. Sisemi kwamba watoto wawekewe alama ya free. Ukiwekea mtoto alama ya free unamuua. Hiyo you are poisoning. Na kama tuna hiyo tabia labda tuache. So mimi nilichokuwa nataka ama nanuia mkifahamu ndugu wazazi, kila level baada ya grade 3 matters a lot. Kila level. So hakikisha mtoto amejaziwa kila kitu. Maana hata fika KPSEA hajawekewa zingine kutoka nyuma. Lazima zijazwe. Iwe progressive. Angalia hata majina vile yameandikwa pale, yaandikwe vile inahitajika. Kuna wengine wanaandika majina mawili, kuna wengine wanaandika matatu, kuna wengine wanaandika manne, lakini whichever the way, mimi napendelea watoto wao na majina matatu. Majina yake mawili na lile la familia linaitwa surname. Kwa hivyo hakikisha mtoto ameandikwa vizuri, assessment number inajulikana vizuri, unapata birth certificate in time. Unajua kuna wazazi wengine pia ni waajabu, mtoto amefika grade 5 na hata hana birth certificate. Surely na hii birth certificate si eti ni gharama yenye itakugharimu saa yote, ni haki yako kupata, maana wewe ni Mkenya. So enda patia watoto wenu kile ambacho wanahitaji ili wafikie malengo. Disemba inaisha haraka, Christmas inakuja, na baada ya Christmas Januari ndio hiyo, tumebakia siku chache sana. Leo ni tarehe 16 Disemba. So ina maana kwamba tumebakisha siku kama 15, na baada ya hapo tutaingia Januari, wakati watoto wetu wanafaa kurudi shule. Kama mzazi nipenda kuchukua wakati wa awali pia kukutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye heri na fanaka. Na linda watoto wetu wanapokuwa nyumbani, wasiwe ni wale wa kurukaruka hapa na pale. Wengine wengi wanaharibu maisha yao wakiwa katika holidays za Disemba. Ili akifika Januari, kwa wale ambao wanaingia kidato cha pili ambao ni grade 10, waende vizuri, Mungu awasaidie, waendelee kumulikiwa njia, wafanikiwe. Na wale wanaingia grade yoyote, hata kama ni wale wazazi mnaanzisha watoto, naamini sasa una elimu ya CBC, na hata nimeamua niseme kwa Kiswahili kwa sababu mara nyingi huwa naongea kwa Kiingereza, ili kila mmoja apate. Na tafadhali ukipata ujumbe huu, sambazia wazazi, sambazia watu wengi waone, kwa sababu kuna wengi wamo gizani hawaelewi ni nini kinaendelea katika mashule yetu. So kwa namna hiyo itatusaidia kusaidia watoto wetu. Nilikuwa nimeamua tu niwe na lesoni moja ya dakika 35. Kawaida walimu huwa tunachukua dakika 35 kufundisha. Na naamini kama una kitu ambacho ungependa ufahamu, unaweza ukaandika hapo kwa comment, naweza nikakurudia ili nikujibu kadri nafasi inapopatikana. Nipenda kushukuru kwa muda wako wote kuangalia mimi na kunitazama. Siichukulii kama mzaha, napenda kushukuru sana.
na niombe kwamba tuwe tunasaidiana katika kukuza hii channel ya Evans Okongo from Kenya, kwa sababu kusudi langu kubwa ni kuwafanya mupate habari inayowafaa ili muweze kuwaendeleza watoto wenu. Leo nilikuwa naongea na wazazi wa Kikenya, lakini vile vile kama kuna wale wa nje ya nchi ambao wanatazama haya, niombe pia na nyinyi mtie shime katika watoto wenu. Hakikisha watoto wapate elimu bora na sio bora elimu. Nikipata muda nitazungumzia juu ya pathways ambazo sasa watoto wetu wamechagua na namna gani tunavyoweza kuboresha pathways za watoto wetu kwa career. Maana tukishafika grade 9 tayari sasa tumeanza kuchoose career ambayo sasa kwenda grade 10 ni watoto kuenda kufanya kile walichochagua, walichopenda kufanya. Na kwa namna hiyo kama hutamsaidia kuchagua vizuri, utakuwa umekosea pakubwa. Niwatakie kila la heri, la sivyo neema ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi hadi tena tutakapoonana hadi tamati. Asante.